dunia nzima Aha. Aishi Afrika. Ni dunia nzima. Dunia nzima ameintroduce. Kwa hiyo unakuja kuona kuna agenda anakuja nazo ambazo zinadili moja kwa moja na mazingira. Na ili linakuwa hivi kwa sababu pia ni muumini mzuri wa utalii. Aha, vina relate. Jua ili utalii uweze kwenda vizuri pia lazima mazingira yako yawe mazuri. Hewa ya kwako, mazingira ya watu kuishi, lakini pia mambo mengine mengi. Sawa. Kwa hiyo kwenye hilo mimi binafsi natoa kongole. Na kwa niaba yako pia natoa kongole. Tuelekee Mtwara ambako tunaarifiwa kuwa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linachunguza tukio la mtoto Shabani Moebo mwenye umri wa miaka 12, mkazi wa kijiji cha Myalalele wilaya ya Nanyumbu mkoa wa Mtwara kwa kosa la kujaribu kumuua mtoto mwenzake aitwaye Ibrahim Salum Kelvin mwenye umri wa miaka 4, mkazi wa kijiji cha Maria Selele. Huku kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleimani kwenye taarifa yake aliyoitoa jana Januari 27, 2026 amesema tukio hilo limetokea tarehe 23 katika kijiji cha Myalalele wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara baada ya mtuhumiwa kumlaghai muhanga akiwa anacheza na mtoto mwenzake na kuelekea naye katika msitu wa jando la kijiji kisha kumjeruhi shingoni kwa kutumia kiwembe na kumtelekeza katika poli hilo. Mtoto? Mtoto. Huyu ni mtoto. Yaani mtoto mwenye umri wa miaka 12 alikuwa anataka kumuua mtoto wa miaka 4. Mtoto wa miaka 12 anataka kumuua mtoto wa miaka 4. Na alimchukua wakati mtoto wale anacheza na wenzake, akamlaghai, akampeleka msituni. Baada ya kumpeleka msituni sasa akawa amemchana na viwembe na kumtelekeza. Aidha wakati anafanya vile labda alisikia kuna mtu anakuja. Lakini mbona kama hapa ndani kuna maelekezo, kwa sababu mtoto huyu, mtoto wa umri miaka 12 si mtoto mdogo sana. Sema kitaruma hapa kwetu sasa hivi Tanzania unakuta ni mtoto ambaye yuko form 2 miaka 12. Wewe la 7 miaka 12 sio form 2 la 6 la 7 hapana. Sikilizaji pia watusaidie. Watusaidie 0672510110. Miaka 12 wanakuwa darasa. Mimi ukiniambia miaka 12 moja kwa moja tutakwambia ni darasa ni form 2 au form 1. Miaka 12. Msikilizaji tukumbushe kwa miaka hii. Miaka 12 wanakuwa la ngapi? Kwa kizazi cha sasa. La kwanza wanaanza miaka mingapi? Sasa anaanza na miaka 5, 4. Inakataa. 6. Inakataa. La kwanza 6. Kwa hiyo kama la kwanza 6 7. Akianza la kwanza na miaka 6, maana yake anamaliza la 7 akiwa na miaka 12. 12 la 7. Mambo yanakuwa mkubwa kwa namna mkubwa, lakini aliyefanya hiki kitendo ni mkubwa. Lakini sio mkubwa hivyo, ila mkubwa la 7. Lakini sasa kinachofikirisha kwa nini afanye kitendo hiki? Kitendo cha kuua ni kizito. Mtoto kakitoa wapi? Kajifunza wapi? Wazazi. Alafu huyu mtoto kafanya nini wa miaka 4 mpaka anataka kumuua? Maana tungesema labda walikuwa na hila zao, lakini sasa umri huu anafanyianaje hila? Miaka 4 huyu kwa nini anataka kumuua? Amemfanyia kosa gani? Maelekezo yametoka kwa nani? Na huyu mtoto anajua, yani kuua amejifunza wapi? Unajua ni vitu ambavyo hata hiyo mbinu ya kumlaghai mwenzake, kumtoa ayuko na wenzake anamtoa. Alafu ana kiwembe anampeleka kichakani. Ni jambo la kutafakari. Wazazi, tukae na watoto tuzungumze nao. Kabisa. Tuzungumze na watoto. Unaweza ukasema mimi mwanangu hivi, huko mashuleni wanakokwenda wanakutana na mambo mengi. Kabisa. Wanakokwenda kucheza wanakutana na vitu vingi tena vya ovyo. Kwa hiyo tusizani kwamba tuko safe sana. Kabisa. Kuzungumza na mtoto ndio silaha zaidi. Ijapokuwa sasa hivi tuko kwenye wakati ambao wazazi wanaogopa kuwaweka wazi watoto, wakihofia heshima baina ya mzazi na mtoto. Tutawaweka wazi. Mweke wazi mtoto. Tutaweka wazi, hamna namba. Usipomweka wazi wewe, atakutana na wanaojua kumweka wazi na kumharibu. Na watamweka kwa nia mbaya. Kwa nia mbaya. Kwa hiyo mambo atakuwa ni mabaya
kweli. Tuendelee kusalia hapo hapo Mtwara, ambapo tunaarifiwa kuwa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara kwa kushirikiana na askari wa wanyamapori limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali, ikiwa ni pamoja na meno ya tembo. Watuhumiwa hao ni Ignacialo ni Mponza, mwalimu wa shule ya msingi na Mitende, na Dickson Yado, mkulima, wote wakazi wa kijiji cha Nang'umbu, wilaya ya Ruangwa, mkoani Lindi. Lakini taarifa ya jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleimani inaelezea kuwa watuhumiwa waliondoka wilayani Ruangwa wakiwa na meno ya tembo kwa kutumia pikipiki aina ya TVS sio na namba za usajili, wakielekea wilaya ya Masasi kwa lengo la kuuza nyara hizo. Watuhumiwa hao walikamatwa ndani ya nyumba ya kulala wageni wakiwa wanamsubiri mteja waliokuwa wamekubaliana naye kufanya biashara hiyo haramu, huku jeshi la polisi limesema uchunguzi unaendelea na watuhumiwa watafikishwa mahakamani mara baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Umeipata hiyo? Nyara za serikali, meno ya tembo. Meno ya tembo. Watu nafikiri tupende vya kwetu. Tupende vya kwetu na hakuna mtu ambaye atakuja kukufundisha namna ya kuthamini kitu cha kwako. Wewe mwenyewe hakuna. Yeah. Ni wewe mwenyewe kwanza kukithamini kile ambacho kimekuzunguka. Twende kwenye habari za biashara na uchumi, ambapo maafisa usafirishaji abiria kwa njia ya bajaji, wafanya biashara wa chakula na watu wenye ulemavu jijini Dar es Salaam wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwakumbuka na kushiriki nao kwenye chakula cha mchana kama sehemu ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa jana Januari 27, 2026. Kwa nyakati tofauti, wananchi hao wakizungumza na waandishi wa habari wamempongeza pia Rais Samia kwa usubutu wa umahiri wake katika uongozi, wakielezea kufurahishwa na hatua kubwa za maendeleo zilizofikiwa na uongozi wake, hasa katika masuala ya kibiashara na kiuchumi. Tuwasikilize wananchi. Kwa jina naitwa Jasmine John Milan. Mimi ni dereva wa bajaji. Tunashukuru sana kwa niaba ya wenzangu madereva wa bajaji wetu wenye ulemavu na mamalishe kwa siku hii ya leo tarehe 27 kwa kumkizia mama siku yake ya kuzaliwa, kwa kumfanyia kitu kama hiki tulichomfanyia na kupata chakula cha pamoja. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamwombea mama yetu kipenzi. Mwenyezi Mungu amjalie afya, amjalie mambo yake yote yawe ya heri. Kila kitu mama anachokusudia kukifanya akifanikishe. Tunajivunia kuwa kwanza kiongozi mkubwa wa nchi ni mwanamke na sisi ni mwanamke. Kwa hiyo sisi tunajivunia yeye, yani tunakuwa na jeuri sasa hivi sisi kufanya chochote kwa ajili ya nguvu ya mama. Tunajivunia mama anatupa sisi kujiamini kwamba wanawake tunaweza. Hapo kwenye tunaweza kufanya chochote hapo. Chochote kizuri. Kimaendeleo zaidi. Lakini kumbuka wamesema jeuri. Jeuri ya kufanya mazuri. Jeuri huwa yeti kwenye mazuri. Hakuna jeuri ya mtu kufanya mema. Yaiwi jeuri. Ni nini? Inakuwa ukarimu. Karimu. Yaiwi jeuri. Kwa jeuri, neno tu jeuri linaangukia kwenye mabaya. Inaangukia huko. Mtu ana jeuri ya pesa, ananunua nguo nzuri, analala vizuri, anakula vizuri. Hiyo sio jeuri. Ni nini? Anatumia pesa. Sasa ndo anatumia pesa yake. Ndo ana ujeuri wa pesa. Jeuri inatumika mtoto huyu jeuri. Mtoto jeuri kabisa ndo inatumika hivyo. Kwa hiyo jeuri iko kushoto, ukarimu uko kulia. Jeuri ndi njia moja. Kwa hiyo wasitumie jeuri. Wasitumie jeuri. Kwa sababu ya rais kwa ajili ni rais basi tusiweke jeuri, hapana. Kweli. Tusiwe na jeuri. Kabisa. Na mambo yanakuwa kwa namna hiyo. Lakini kwa upande wake Bwana Joseph Mbaruku, kiongozi wa waendesha bajaji jijini Dar es Salaam, amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumwombea heri na maisha marefu zaidi, huku akimwomba aendelee kuwasimamia vyema wafanyabiashara kote nchini. Kwa majina naitwa Joseph Victor Mbaruku, ni makamu mwenyekiti wa bajaji idara ya watu wenye ulemavu wa Uwabada mkoa wa Dar es Salaam. Kwamba siku ya leo tuna furaha sisi kama wana Uwabada kwamba leo tumekuwa
siku moja tumekula chakula na mama, birthday yake, sikukuu yake. Sisi tunampongeza mama kwa juhudi zake, tunampongeza mama kwa ujasiri wake na uthubutu wake. Yeye ni amiri jeshi mkuu, ni mchapakazi na shupavu. Kwa kweli sisi hatuna shida na mama, hatuna imani na mama. Taifa letu liko salama chini ya utawala wake Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sisi tumpongeze, sisi hatuna budi. Kuanzia mengine yameshapita, tujange yajayo. Sasa hivi sisi tunalijenga taifa letu na mama afanye kazi, anachapa kazi. Kwa hiyo sisi kama wana UWABADA, waendesha bajaji mkoa wa Dar es Salaam, tunamshukuru sana mama kutukumbuka na tunamtakia maisha mema, maisha marefu na hata uongozi wake na serikali yake yote. Tuelekee jijini Dodoma. Maafisa usafirishaji. Na tuelekee jijini Dodoma ambako tunaarifiwa kuwa Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Bwana Yusuf Mwenda amesema kuwa ufanisi wa ubora wa utendaji kazi wa idara ya forodha nchini umewezesha kukamatwa kwa bidhaa haramu na za magendo zenye thamani ya shilingi bilioni 95, kiwango kikubwa kwa kufikiwa katika ukamataji wa bidhaa hizo hapa nchini. Bwana Mwenda ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya forodha duniani, ambapo Tanzania ni miongoni mwa nchi 184 mwanachama wanaoadhimisha siku hiyo kila mwaka. Kwa undani zaidi tumsikilize Mwenda. Tutafanya mambo mengi kuhakikisha tunaboresha huduma za forodha. Tutaendelea kukabiliana na changamoto za uhalifu wa mipakani kwa kushirikiana na wadau wengine. Tutaendelea kupambana na magendo. Tutaendelea kupambana na bidhaa bandia na dawa za kulevya na uhalifu wa kifedha. Tutaendelea kujenga forodha iliyo imara. Na kwa mwaka jana, kuanzia Januari mpaka Disemba, katika kupambana na bidhaa haramu, tuliweza kukamata bidhaa za magendo zenye thamani ya shilingi bilioni 95. Na hiki ni kiasi kikubwa ambacho kimefanywa na watu wa forodha. Tunawashukuru sana. Uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye bandari ya Dar es Salaam na bandari zingine umesaidia sana forodha kuweza kutimiza majukumu yake. Na kipekee, kabla ya uwekezaji mkubwa uliofanywa, forodha tulikuwa tunakusanya bilioni 800 kwa mwezi on average. Leo ninavyozungumza, forodha tunakusanya on average ni trilioni 1 na bilioni 200. Ni ongezeko kubwa, ni almost ongezeko la bilioni 400 kila mwezi. Ubadilishanaji wa taarifa za kiintelijensia na operesheni shirikishi za utekelezaji wa sheria, tunawalinda walaji dhidi ya bidhaa hatarishi, bandia na hafifu. Ushirikiano huu ni muhimu hasa katika kupambana na bidhaa bandia na haramu ambazo zinahatarisha afya ya umma, pamoja na kudhibiti biashara ya haramu ya dawa ya kulevya inayotishia usalama, utulivu wa kijamii na mustakabali wa vijana wetu ambao ni taifa la leo na kesho. Na mambo yanakuwa kwa namna hiyo Yeah. Na twende kimataifa au na jambo kwanza huko? Kwenye upande wa jumbe naona wananchi tu walikuwa hapa kutupa mchango wao, hasa kwenye lile tuliuliza hapa, kijana mwenye umri wa miaka 12 atakuwa darasa la ngapi? Huyu ametuambia la 6, la 7. Huyu pia akasema miaka 12 ni darasa la 7 hasa. Akasema shalom, saa ingine watu wanapotafuta watoto wamuombe Mungu, lakini wanapoenda kwa waganga wanapata watoto wa ajabu. Hili nalo neno. Wewe wazazi walezi,
kama ulipitapita huko, rudi mbele za Baba. Mungu wetu amejaa rehema. Alafu mkabidhi huyo mtoto kwa Mungu. Na Mungu amshepu anavyohitaji. Si ndio? Yeah. Twende kimataifa. Na tuanzie Dakar ambako tunaarifiwa kuwa Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko amesema uhusiano na Morocco ni imara zaidi kuliko hisia, siku chache baada ya vurugu zilizozuka wakati wa mataifa hayo yaliyokabiliana katika fainali ya kombe la mataifa ya AFCON. Akizungumza mjini Rabat kwenye mkutano wa kamisheni ya pamoja Senegali na Morocco, Sonko amesema ziara yake haimaanishi kutuliza hali, lakini ililenga kudhibitisha uhusiano baina ya mataifa hayo. Amesema kwenye mkutano ulioongozwa na Waziri Mkuu wa Morocco Azizi Aknouchou kwamba yaliyoshuhudiwa yanapaswa kuchukuliwa kama yaliyotokea ni hisia zilizochochewa na mapenzi na sio sababu za kisiasa ama kitamaduni. Mechi ya AFCON kati ya Morocco na Senegali mjini Rabat ilivurugika baada ya wachezaji wa Senegali kutoka nje ya uwanja kufuatia penalty yenye utata waliopewa Morocco. Baada ya fainali zile kulikuwa na maneno mengi sana kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya Morocco na Senegali wenda ukavurugika. Sasa Sonko jana ametoka hadharani na amesema, kwanza yuko Morocco sasa hivi tunazungumza, na amesema kile kilichotokea ni hisia za mpira wa miguu, haziwezi kuwasili mahusiano baina ya Senegali na Morocco kwa namna yoyote ile. Lakini pia twende New Delhi kwa maana kuwa India, ambako Umoja wa Ulaya na India zimesaini mkataba wa kihistoria wa biashara huru na huria kati yao unaowakilisha takriban 25% ya pato la jumla ya dunia. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kufikia makubaliano hayo na India ni Umoja wa Ulaya zimeweka historia kuimarisha ushirikiano kati ya demokrasia kubwa zaidi duniani, au yamefikiwa baada ya mkutano wa kilele uliofanyika mjini New Delhi. Ujumbe wa EU uliongozwa na rais wa halmashauri hiyo halmashauri hiyo na mkuu wa baraza la Ulaya Antonio Costa. Kulingana na rais wa baraza hilo, mkataba huo unaunda mazingira ya kibiashara huru kwa bilioni 2 kwa watu bilioni 2 kutoka pande zote, hivyo wanufaika pakubwa kiuchumi, aidha kuimarisha watu kiuchumi. Maana yake ukiangalia mkataba huo Zaki pamoja na msikilizaji, ndio unakwenda kuwanufaisha takribani watu bilioni 2 kwa upande wa Ulaya na upande wa India. Na sisi Afrika tupo atusiki. Na ni mkataba ambao unagharamia takribani 25% za pato la dunia. Unagharamia au unachangia? Unachangia kwa maana kuwa na kuhusika moja kwa moja. Kwa hiyo dunia imepata faida. Kwa hiyo hata sisi japo hatujapata direct, tutapata indirect. Tutahusika. Maana yake kwenye pato la dunia, nitatoa kama mfano pato la dunia kama ni 1 billion, mfano mdogo sana. Sawa. Kama ni bilioni 1, maana yake mkataba huu unahusika na milioni 250. Alafu milioni 750 zinahusika kwenye maeneo mengine kwa dunia kwa ujumla. Yeah. Umeona kwa namna gani jinsi mkataba huu ni mkubwa Yeah. Kwa hiyo tukiangazia mkataba huu, mchakato wa mkataba umeanza miaka mingi iliyopita. Tangu mwaka 1962 mpaka kufikiwa leo. Ambapo mahusiano ya kibiashara kati ya India na Umoja wa Ulaya yanarejea nyuma miaka mingi sana. Mara baada ya mkataba huo kuanzishwa. Lakini katika miaka 1990 na mapema ya miaka ya 2000, uhusiano wa kiuchumi ulipanuka na EU ikawa mmoja wa washirika wakuu wa kibiashara wa India. Ili kuanza kuendelea kutengeneza mazingira ya kufanikisha huu mkataba. Lakini mkataba huu uliweza kupata anguko, kushindwa kabisa kufikia kwa mwafaka na kushindwa kuelewana, ambapo kufuatia ukiukwaji wa biashara na uwekezaji baina ya EU kwa maana kuwa Ulaya pamoja na India zilianza mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara huria mnamo mwaka 2007 kwa lengo la kuondoa vikwazo vya ushuru na kuongeza upatikanaji wa masoko. Lakini majadiliano ya awali yalisimama mnamo mwaka 2013.
Kwamba bwana sisi hatuendelee na hii biashara. Wazo limezaliwa mwaka 1962. Hapo katikati mambo yakawa mengi. Tunaendelea na mkataba, tuendelee. Tunafanya biashara, tutafanya. Mwaka 2000, kuanzia mwaka 90 mpaka mwaka 2000 kukawa kuna mazungumzo ya mkataba wetu tuwekeje. Kama tumaini linarudi hivi. 2007 ndo wakakaa mezani. Mkataba faida zake zitakuwa ni vizipi? Na nani atafaidika zaidi? Kwanza ni kuondoa vikwazo vya kiushuru ambavyo Ulaya wanavyo kwa India inavyo kwa Ulaya. Lakini pili, kuimarisha mashirikiano baina yao wawili. Sasa majadiliano hayo yalisimama mwaka 2013. Mara baada ya kuanza 2007, sasa majadiliano rasmi 2013 yakasimama. Na hii ni kutokana na kutofautiana pakubwa kwa masuala ya namna gani kupunguziana ushuru. Huyu anataka huyu apunguziwe 10%, anataka apunguze 7%. Huyu anataka apunguze 10% zote, huyu anasema anataka asalie na 5%. Yaani kila mtu anataka apate faida. Kila mtu anataka apate faida. Hakuna anataka kupata hasara. Sasa baada ya mkataba huo au mazungumzo hayo kukwama mwaka 2013, marejesho ya mazungumzo ya mageuzi ya kimkakati yakarejea mwaka 2022. Hiyo ndo ikazaa hiko. Ambapo baada ya kipindi kirefu cha kusimama kwa EU na India, ilirudi mazungumzo rasmi ya makubaliano ya kibiashara huria mnamo Juni 2022. Mazungumzo haya yalihusisha makubaliano maalum juu ya ulinzi wa uwekezaji wa hifadhi ya viwango vya kimataifa vya bidhaa, lakini pia ili kuongeza faida kwa pande zote. Sawa. Na changamoto zaidi za muongo mmoja wa majadiliano ambavyo tulikuwa tunazungumzia kwenye kuanzia mwaka 2013 kusimama mpaka 2022 kurejea. Changamoto kubwa ilikuwa ni katika mazungumzo haya marefu. Pande hizi zilipambana na changamoto kadhaa, ikiwemo ni pamoja na tofauti ya juu ya viwango vya ushuru kwa bidhaa kama magari, vinywaji na bidhaa za kilimo, lakini pia itilafu ya juu ya ulinzi wa haki miliki za sera za kihuduma za fedha, lakini pia tofauti za sera kuhusu utoaji wa data na viwango vya kiufundi. Ndo changamoto zikapelekea mkataba huu usiweze kusainiwa. Sasa mwisho ni jana kutokomeza mzunguko wa kufikia makubaliano, kwa sababu umekuwa na mzunguko mkubwa sana mrefu. Sasa jana takriban miaka 20 kuweza kupita kuanzia kwa watu kukaa. Kumbuka wazo limezaliwa 1962. Kukaa mezani kuanza kulichakata wazo ni mwaka 2007. Nilipata uzuri. Nakupata. 2000 mwaka 90 mpaka 2000 wakaanza kutengeneza mazingira ya kuanza kulitengeneza wazo. 2007 wakaanza kulichakata wazo. 2013 wazo likashindikana, likafa. 2022 wakaanza tena mchakato. Ndipo jana baada ya takriban miaka 20 ya mazungumzo, EU na India walifikia makubaliano ya kibiashara huria rasmi tarehe 27 Januari 2026. Na mkataba huu umeelezwa na uongozi wa upande wa Ulaya kama mother of all deal in this world. Ndio mama wa madili yote duniani, makubwa duniani. Unaona kutokana na ukubwa na athari zake kwa dunia. Sasa nini maana ya mkataba huu? Ndio. Moja ni ushuru wa bidhaa. Mamlaka za India iko tayari kupunguza na kuondoa ushuru wa bidhaa nyingi zinazotoka Ulaya, hasa magari, bidhaa za viwandani na za kemikali. Lakini pia EU inapunguza ushuru wa bidhaa nyingi za India, mfano sare, ngozi na bidhaa za baharini. Lakini pia faida nyingine ni bidhaa na huduma. Mkataba unalenga kuondoa vikwazo vya kibiashara, kuongeza uwekezaji, kurahisisha huduma za kibiashara. Lakini pia faida kwa pande zote inatarajiwa kuongeza ajira, ongezeko la biashara ya pande zote na kukuza masoko mapya kwa bidhaa na huduma. Kumbuka mkataba huu moja kwa moja unahusika na watu bilioni 2 kwa upande wa Ulaya na upande wa India. Sasa umuhimu wake kwa upande wa kimataifa, maanake dunia kwa ujumla na sisi Tanzania. Makubaliano haya yatagharimu takriban robo moja ya uchumi wa dunia na kuhusisha karibu watu bilioni 2 ya watu. Ni mabadiliko ya kimkakati katika biashara ya kimataifa, hasa wakati wa nchi na mataifa yanatafuta utegemezi wa masoko mbalimbali na kupunguza hatari za sera za ushuru, ikiwa ni pamoja na mizozo ya kibiashara ya kimataifa kama anayokuwa anaileta Donald Trump.
Ndio maana watu wameanza kuangalia, wameanza kutengeneza njia mapema mataifa mengine. Na hatua ya baadaye ya mkataba huu, kabla ya mkataba huu kuanza rasmi sasa, unahitaji idhini kutoka bunge la Ulaya. Tumefikia makubaliano, sio bunge la Marekani, sio bunge la Marekani, bunge la Ulaya, kwa sababu mkataba unamhusisha EU na India. Sawa. Kwa maana kuwa inahitaji idhini kutoka bunge la Ulaya, serikali za nchi wanachama wa EU na bunge la India. Lakini pia baadaye, ni baada ya idhini hizi, makubaliano yataanza kutekelezwa kwa hatua kulingana na ratiba zilizopangwa. Kwa hiyo ni mkataba ambao uhusiano wa kidiplomasia ulianza mwaka 1962. Mazungumzo ya kwanza ya mkataba yakaanza mwaka 2007. Mazungumzo yakasimama 2013. Mazungumzo yakarudi tena 2022 na makubaliano yamefikiwa jana 2026. Kweli wazo linapozaliwa liombewe. Hili lisije likapigwa danadana sana. Mwaka 1962. Parefu. Kama ni mtoto alizaliwa hapa leo, mzee. Na ndo kwanza Tanzania ilikuwa ina mwaka mmoja wa uhuru. Imagine. Kwa hiyo leo tunaongelea mtu mzima. Wangekuwa tayari wanakula hiyo faida na dunia tungekuwa tunanufaika. Tumecheleweshewa mambo. Ndivyo ambavyo nimetia nukta kwa upande huo. Asante sana. Msikilizaji, nawe tunakushukuru kwa kuichagua Zion Impact Radio. Mungu akubariki sana. Wacha tusikilize maneno kutoka studio hapa, alafu tunarudi. Tukirudi moja kwa moja tunaingia kwenye tuseme na kabla hatujarudi Zaki, tafiti. Ndio, nataka nikwambie kitu kimoja. Tafiti zinasema watu wenye uwezo mkubwa wa akili wanasahau sana kuliko wenye uwezo wa kawaida wa kiakili. Rudia tena. Watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili wanasahau sana kuliko watu wenye uwezo wa kawaida wa kiakili. Nina mtu mmoja namfahamu, huwa anasahau sana, kumbe ana akili nyingi. Na mtu mwenye akili nyingi si ndo genius? Kwa naweza nikaiweka kwamba tafiti zinasema watu magenius huwa wanasahau sana kuliko mtu asiyekuwa genius. Kama usahau pia jitafakari. Kama sio mtu wa kusahau kutokana na tafiti hii, jitafakari. Hizi ni tafiti. Hizi ni tafiti. Tunarudi. Five, 4, 3, 2, 1. 2026. Ambia mwenzako Allah. Hii ni habari njema kwa wote wanaotafuta huduma za afya zilizo salama, zenye uangalizi wa karibu na tiba za asili zilizothibitishwa. Hii ni kutoka Hebron Sanitarium Clinic, wabobezi wa tiba zinazotengenezwa kwa kutumia mimea tiba, matunda na virutubisho vyenye ubora wa juu, tiba zinazokuponya bila kukuachia mabaki ya sumu mwilini. Hebron wanashughulikia zaidi ya magonjwa 430 ikiwemo vidonda sugu vya tumbo, bawasiri ya ndani na nje, matatizo ya mifupa, presha aina zote, kisukari, PID, UTI sugu, fungus, matibabu ya ngozi na allergy, mvurugiko wa hedhi, changamoto za uzazi, pamoja na usaidizi kwa wanaotaka kuacha pombe, sigara au bangi. Huduma zetu hutolewa kwa kufuata vipimo na tathmini ya kisasa ili kuhakikisha matibabu yako ni sahihi na salama. Kwa ajili ya afya yako, gharama za awali kwa mgonjwa mpya ni nafuu sana. Mgonjwa atafunguliwa faili pamoja na kupatiwa kadi ya utambulisho kwa mgonjwa wao na kufanyiwa vipimo mbalimbali vya mwili mzima kwa shilingi 15,000 tu. Baada ya uchunguzi wa kitaalam, mgonjwa ataendelea na matibabu kulingana na kipato chake, na pia kuna utaratibu wa kuchukua dawa kwa awamu. Kwa kanda ya kaskazini tunapatikana Arusha, maeneo ya Sekei. Kituo cha kushukia ni Mount Meru Hotel, kisha panda barabara ya Halmashauri, mbele kidogo kwenye kituo cha bodaboda cha Big Y utaona bango lao. Pia unapatikana Mererani, maeneo ya Getini. Muda wa kazi ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi 0789229504 au 0769657397. 5, 4, 3, 2, 1. 2026. Ambia mwenzako Allah.
Ambia mwenzako ala. 2 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumeingia kwenye tusemezani. Yes. Bana, mimi sijajua dunia sasa watu wanakumbwa na nini. Yaani inawezekanaje mtu kujiua? Unakuwa umechoka maisha. Kwa nini uchoke? Unakuwa huna tumaini. Unakuwa umesongwa na stress, umesongwa na mambo yasiyo mazuri. Bana hii si sawa. Japo mimi si muumini wa hilo. Wala si shauri watu wafanye hivyo. Kwa sababu unaweza ukajiua ukizani wewe una shida. Zaki, kwenye hii dunia kuna watu wana shida. Kwenye hii dunia, na Yesu ndo alituambia jitieni moyo. Duniani mnayo dhiki. Lakini jitieni moyo. Maana mimi ninayewaongoza ninyi nimeishinda hiyo dunia. Kwa hiyo sasa pia kingine ambacho kinafanya watu wanakosa tumaini ni kwa sababu hawajampokea na hawana huyu mwenye tumaini. Hawapo naye ambayo ndo anapaswa kuatia moyo na kuwapa hilo tumaini, kwa sababu kishakuwa na Yesu unapata hilo tumaini. Anakuingizia furaha, anakuingizia amani, kwa sababu vitu viko ndani yake. Sasa yeye atakaje ndani yako asikupe? Kuna nyimbo nadhani ni ya Neema Gospel au ni ya Agape. Nasemaje? Nikurejeshe. Nyimbo nikisikiliza huwa inanipa vitu vingi sana. Amani ya moyo iliyotoweka. Yuko pia. Usiitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Sauti sio nzuri kwenye kuimba, lakini najua nini kinaimbwa. Ya kwangu mimi sio nzuri, sio ya kwao. Tutaisikiliza Neema Gospel Choir. Kwa hiyo kuna wakati lazima unapokuwa umeondokewa na amani ya moyo, nenda kwa Bwana na hakikisha unairejesha. Na namna kuirejesha ni kumrejesha mwenye amani. Maana pia kuna sehemu amesema amani ni wapayo mimi si kama ya dunia hii. Dunia hii maana yake unaweza ukawa na amani kwa sababu una hela. Unaweza ukawa una amani kwa sababu una chakula. Lakini hiyo sio amani Mungu anayokupa. Kwa Mungu una pesa, una amani chakula, una chakula, furaha unayo. Ndio maana watu wanawashangaa sana watu waliokoka. Wakati mwingine hadi wanatuita vichaa. Yaani kwamba wewe tukikupigia mahesabu ya kawaida tunayojua sisi haya add up. Hatupati kukuelewa. Yaani wewe una changamoto labda ya ada watoto shule. Labda na kuumwa unaumwa. Labda na kodi unadaiwa. Lakini ndo kwanza maisha yanaendelea. Huna neno, unatembea yaani wanaanza kuona kama vile vipi? Mbona kama jeuli hiyo sasa, unaelewa? Mbona kama jeuli, lakini sio jeuli, anamjua aliye naye. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Twende Morogoro. Ambako jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linachunguza kifo cha mwanaume mmoja aliyetambulika kwa jina la Gideon Ebeneza Mbwambo mwenye umri wa miaka 34. Hili jina linatupa kuona Gideon Ebeneza alikuwa Mkristo. Gideon Ebeneza Mbwambo mwenye umri wa miaka 34 ambaye amefariki dunia katika nyumba ya kulala wageni. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama, amesema kuwa tukio hilo lilitokea siku ya jana kwa marehemu akikutwa michirizi ya damu katika chumba alichokuwa amepanga, huku ikisadikika kuwa alijikata kooni na kitu chenye ncha kali. Tumsikilize SACP Mkama, alafu tukirudi tunazungumza. Ndugu wanahabari, ningependa kutoa ufafanuzi kwa umma kwa kuelezea tukio ambalo sio la kawaida lililotokea leo katika manispaa ya Morogoro, mkoa wa Morogoro. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tunafanya uchunguzi wa tukio la kifo cha Gideon Ebeneza Mbwambo mwenye umri wa miaka 34. Tukio hilo limetokea leo Januari 27 asubuhi katika nyumba ya kulala wageni maarufu kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo. Hii ni kata ya Mzimbu, manispaa ya Morogoro. Huyu marehemu alibainika kuwa amekufa baada ya michirizi ya damu na maji kutokeza nje ya mlango wa chumba namba 106 alichokuwa amepanga tangu siku ya jana 26 Januari mwaka huu. Baada ya kuvunjwa kwa mlango uliofungwa kwa minajili ya uchunguzi, kwa ndani ilibainika kuwa amekufa akiwa na jeraha la kujikata koromeo eneo la shingo kwa kitu chenye makali.
Uchunguzi wa awali ulibaini kuwa marehemu amejiua kwa kutumia kifaa chenye makali akiwa katika hali ya ulevi. Uchunguzi zaidi unaendelea. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni kufuata taratibu zote za kuwatambua wageni wanaolala katika nyumba hizo, ili inapotokea changamoto kama hii iwe ni rahisi kuweza kuwatambua, kuwabaini na kurahisisha kutambulika kwa mwili wa marehemu. Asante. Alikuwa na umri wa miaka 34. Unajua 34 ni kijana Kijana. Kijana kabisa. Kijana bado. Sasa sijui alimzidi yepi, alimfika yepi mpaka kuchukua hatua hii. Sasa lengo la kuja na hii kwa siku ya leo ni sisi kuzungumza na msikilizaji. Na msikilizaji pia kuzungumza na wanaomsikiliza. Ndio. Na sisi tunaomsikiliza. Na sisi tunayemsikiliza. Usichukue maamuzi ya kujiondoa uhai. Hukujipa kwanza. Kwanza sio wa kwako. Hukujipa. Sio wa kwako. Alafu si una watu wamekuzunguka, lipi hilo ambalo unafikiri alizungumziki? Share your problem, share with people. Si ndio? Alafu hakuna ambalo alizungumziki Beni. Inawezekana wengine wote wasikuelewe, lakini Mungu lazima akupe mmoja ambaye atakuelewa. Unaona? Lakini pia unaweza ukakutana huyu Mungu moja kwa moja kwenye maombi. Si ndio? Kaa na Mungu, bubujika, mwambie Mungu, ili kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Imekuaje? Mungu anaanza kukuonyesha na kuambia limekuja ili kwa sababu kuna mahala ulifanya hivi. Ulifanya hivi. Lakini ya kupasa ufanye hivi, ya kupasa ufanye hivi. Polisi amesema hapo kwamba alikuwa amelewa. Sasa pia tuangalie sana haya mambo pia haya. Wale wapiga masanga. Maana wanasema hata ukishauriwa akili za kupewa changanya na za kwako. Kwa hiyo masanga inaleta akili zake. Isikuendeshe. Kumbe inawezekana ukiwa na masanga umekaa na mtu anakushauri, kumbe akushauri wewe. Anamshauri Juma yuko Nandi Kisongo. Kwa sababu kichwani sio wewe peke yako. Kichwani mko wawili. Kwa wawili. Kwa hiyo inawezekana muda huo pombe ndo zinaongea. Au ndo zinasikiliza. Alafu pombe zinaenda kuchukua maamuzi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo, lakini pia na sisi wanadamu tusiwe chanzo cha kuwafikisha watu kwenye mambo haya. Unajua matatizo mengi yanayopata mwanadamu yanatokana na mwanadamu mwenyewe. Lakini Beni, mimi nitakaa mbali na wewe kidogo. Kwa sababu mimi nimeamka leo nina furaha. Kwa namna yoyote natakiwa kuilinda furaha yangu. Maana yake chochote utakachonifanyia wewe kinachotaka kuiba furaha yangu, jukumu langu mimi la kwanza ni kuipambania furaha yangu. Huo ni uwezo ukubwa wa umachua. Sio kila mtu anao. Ndo nataka kuambia hapa pia wasikilizaji, lazima ifike mahali ufike hapo. Kwamba mimi Zaki ninachokuja nacho kwako wewe kisikuondoe kwenye reli wewe. Yaani mimi naruhusiwa kukuletea wewe mambo 2, 3, 4, 5, lakini wewe lazima utunze furaha yako, utunze maamuzi yako. Yaani usikubali mtu akubadilishe, akuondoe kule kwenye kufurahia kwako maisha. Hapana. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo kama mtu unayo inabidi ushughulikie. Yaani wewe Beni umekuja hapa na makasiriko yako univuruge mimi na mimi nikasirike kama wewe? Hapana. Nina mengi ya kushughulikia. Nina mengi ya nitakupa mfano. Sawa. Tuna makubaliano. Ambao makubaliano haya ya biashara. Sawa. Ambao pesa hiyo ndo inaamua siku ya leo au na mwaka mzima maisha yako yaweje. Au biashara yetu iweje. Nimefika na paswa nipate pesa, at the same time natakiwa niwalipie watoto ada. Kwa hiyo hiyo pesa natakiwa niipate kwako. At the same time natakiwa nilipe kodi. Mama mwenye nyumba amenikaba huko. Mambo ni mengi, yani mahitaji yote natakiwa nifanye kwa siku ya leo. Usiku wake nimelala kwa panenka. Nake nimepita mkavu. Alafu nafika na kuambia Zaki mzigo vipi? Unaniletea habari za Kalienda. Ndio kutokuwezekana ipo, lakini nikija kufikiria na kuja kujua kwamba ile pesa bana unatengeneza mazingira ya kunizurumu. Lakini Beni lazima
Nimekuelewa. Unajaribu kunielewa Nimekuelewa. Na nilishawahi kuwa hapo. Ambapo pia nilikuwa naamua furaha yangu au amani yangu kulingana na nini kinatokea. Niliwahi kuwa hapo. Lakini siku hizi sipo hapo. Na sipo hapo kwa sababu gani? Kuna mtaalamu mmoja nilikuwa namsikiliza, mtaalamu wa mambo ya uchumi. Akasema hivi, ili uweze kuwekeza milioni, lazima uweze kupoteza milioni 2. Yaani ili uweze kuwekeza milioni, jaribu kwanza kuipima stress ya milioni 2. Ukifanikiwa kuweza kuihandle stress ya milioni 2 kwenye akili yako sasa, kwa sababu huipotezi hivi, lakini ikitokea umepoteza, itengeneze akili yako namna ya kuihandle hiyo stress. Unaitengeneza akili hivyo kabisa. Na hicho mimi somehow somewhere kimenisaidia sana. Kwamba nisi handle vitu kulingana na hivyo vitu vinavyoleta au vitakavyo kuja navyo. Nisi handle hivyo mimi sasa. Lakini hii itatusaidia na wengine wengi kuto kufanya maamuzi kulingana na kwamba we ujala. So kama ujala, haya, una kodi, una ada. Kuna mtu, sisemi kwamba watu wengi wanajiweza, hapana. Lakini tunatakiwa wote tujitahidi, tusiwe na maamuzi kwa sababu hiki akijakaa sawa basi mimi nafanya hivi. Tusiwe na haya maamuzi. Na ili tusiwe na hayo maamuzi, solution ni moja tu. Kwamba ni huyo Yesu. Sababu hata unanielewa sasa. Hata uwe na uwezo kiasi gani, kiakili, kipesa, uwezo wa watu nyuma yako, lakini kama una huyu Yesu, kuna mahali tu lazima utaapply kama mtu ambaye hana Mungu. Na Beni, kwa sababu tuna Yesu, kila mmoja kuna mahali ambako ana kaudhaifu ambako sasa Yesu ndo anakajaza. Ako kaudhaifu, Yesu ndo anakajaza. Kwa hiyo hii tuiweke tu wazi kwamba usifanye maamuzi kulingana na unachokipitia. Ndio maana tuliwahi kukuambia hapa kwamba ukiweza kupause, yani ghafla jambo limetokea, ukiweza kutulia hata kwa dakika moja hujafanya maamuzi kulingana na hilo jambo, umemruhusu Yesu akusaidie. Hakika. Umemruhusu Yesu akusaidie na mambo yanakuwa mazuri. Lakini hili swala la kuchukua hatua mkononi na kujiondoa uhai sio wa kwako. Beni, uhai sio wa kwako. Uhai sio wa kwangu. Ni wa mwenye amenipa, ambaye ni Mungu mwenyewe. Maana sisi inabidi tuondoke hapa. Na tukiwa tunaelekea kuondoka au kabla tujaondoka Zaki, kuna tafiti tena. Bana, tafiti zinasema unaweza kujua tabia ya mtu kupitia aina ya viatu anavyopenda kuvaa. Benedicto. Kwa wanaopenda kuvaa raba, nasisitiza, unatupata mfano sasa. Unaweza kujua tabia ya mtu kupitia aina ya viatu anavyovaa. Haya, toa mfano basi. Mfano. Mtu anayependa kuvaa raba sana. Umeenda kwenye raba hiyo? Ni watu ambao mambo yao yanakuwa soft sana according to tafiti. Wamesema kabisa raba? Ndio. Wameorozesha aina ya viatu karibia 4-5 kwa sababu ya muda. Usinikimbize. Sijui umenielewa. Nini zile zinaitwa vile viatu vile vya wanaume? Unataka niambie skonkiko? Skonkiko hakuna. Nini zile bwana, sio skonkiko, vile vya wanaume. Travolta. Achana na Travolta. Viatu vyenu vya kawaida hizi zinaitwaje? Sijui Foengo, sijui nini. Foengo ni watu ambao wako smart. Yaani hizo zote kwa mujibu wa tafiti. Hiyo nyingine umesema? Hiyo nyingine umesema nini? Travolta. Travolta ni watu wagumu. Yaani ukikutana na mtu amekula Travolta, wagumu, tafiti na kuambia ni watu wanaonyesha, yaani kwa maana kuwa ni mtu ambaye uwezo wa kufanya kazi ngumu kwake sio shida. Anavaa Travolta. Kwa hiyo watu wajikague according to tafiti. Kwa watu wajikague. Unavaa viatu gani? Mimi naitwa Zaki Simba. Kuhusu skonkiko hawajasema, zile za wadada ukitembea nafanya kutu. Benedicto Felix. Hiyo nitamuuliza wende. Bana, uwe na siku njema na ya baraka sana. Open Heaven kwa leo hatuna la ziada. Uga wa michezo wanafuata. Bye bye. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa